Info Channel. Subscribe now. Yes bana, karibu tukusikilizie dondoo mbalimbali kuhusiana na zile taarifa ambazo zinaendelea kuchukua sura mpya kupitia mitandao ya kijamii. Na taarifa kubwa nilionayo hapa ni kuhusiana na viongozi wa Ulaya waunga mkono mpango wa nchi za Kiarabu kujenga upya Gaza. Mataifa makuu ya Ulaya yameunga mkono mpango unaoongozwa na nchi za Kiarabu wa kujenga Gaza upya kwa gharama ya dola bilioni 53 na kuepuka Wapalestina kuachwa bila makazi katika eneo hilo. Mpango huo ulioratibiwa na Misri na kuidhinishwa na viongozi wa nchi za Kiarabu umepingwa na Israeli na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amewasilisha mpango wake wa kuigeuza Gaza kuwa eneo la kivutio Mashariki ya Kati. Siku ya Jumamosi, mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Ujerumani, Italy na Uingereza waliukaribisha mpango huo unaobaini kuwa ni uhalisia wa Gaza kujengwa katika miaka 5 ijayo. Katika taarifa wamesema mpango umeahidi maboresho ya haraka na endelevu katika hali mbaya ya maisha kwa watu wa Gaza. Mpango huo unapendekezwa Gaza iongozwe kwa muda wa mpito na kamati huru ya wataalamu wa walinda amani wa kimataifa watumwe katika eneo hilo. Kamati hiyo itahusika kusimamia misaada ya kibinadamu na masuala ya Gaza chini ya usimamizi wa mamlaka ya Kipalestina. Pendekezo la mpango huo limezusha wasiwasi kuwa makubaliano hafifu ya kusitisha mapigano huko Gaza huenda yakavunjika baada ya kipindi cha wiki takriban 6 cha awamu ya kwanza ya makubaliano hayo kumalizika Machi mosi. Israeli imesitisha misaada kuingia katika eneo hilo kushinikiza Hamas kukubali mpango mpya wa Marekani wa kuongeza muda wa makubaliano hayo ya kusitisha mapigano, wakati ambapo mateka wanaozuiwa Gaza wataachiwa ili kwa upande mwingine wafungwa wa Kipalestina nao waachiwe huru. Lakini Hamas inasisitiza kuwa awamu ya pili ya makubaliano hayo, ambayo itashuhudia kuondoka kikamilifu kwa vikosi vya Israeli, inastahili kuanza kama ilivyo kubaliwa. Israeli itatuma kundi la kufanya majadiliano Katari Jumatatu kushiriki katika mazungumzo ya kuongeza muda wa makubaliano hayo ya kusitisha mapigano. Ofisi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imesema haijabainika lini na iwapo awamu ya pili ya makubaliano hayo ya kusitisha mapigano itatekelezwa. Bana, ni moja ya mambo ambayo yanaendelea kuzungumzwa ama yanaendelea kuandikwa kupitia vichwa mbalimbali vya mitandao ya kijamii, na ni mzozo ambao umedumu kwa takriban muda mrefu baina ya Waisraeli lakini pia Wapalestina, watu wa Gaza kule. Hamas tunafahamu ni moja ya maeneo ambayo yameathiriwa vikali kutokana na zile vita ambazo zinaendelea kutoka kule nchini Israeli, lakini pia Wapalestina na Waisraeli jinsi ambavyo wanaendelea kufight ama kupigana katika hii vita ya kimipaka ambayo inazungumzwa kutokana ni moja ya vita ambayo inazungumzia kuhusiana na mataifa haya hapa kugombania eneo ama maeneo ya makazi. Ibana, mimi ni Jackson Jambele, endelea kutufuatilia kupitia Ganga Info Channel kwa sababu tuna mengi ya kukujuza, kukuhabarisha kupitia mitandao ya kijamii. Ganga Info Channel. Subscribe now.